katiba yetu inampa mamlaka makubwa sana rais. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunakupatia uchambuzi wa kina kuhusu kinachotokea, kuweza kuhakikisha kwamba tunapata kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta faida zipi ama baadhi ya matatizo yapi nchini Tanzania. Na msikilizaji, kuhusu taarifa nazozipokea siku ya leo ni kwamba kumekuwa na wito wa kuhitaji kupunguzwa kwa nguvu ama mamlaka alionayo rais. Na sasa katika ujio wa katiba mpya kumeweza kupendekezwa kwamba kuweza kupunguzwa mamlaka ambayo katiba imempatia rais, kwa sababu kumekuwa na woga kwamba ikiwa rais anaweza kuamua kuwaumiza wananchi kutumia katiba, anaweza kuwakandamiza zaidi. Na ndio maana kuna matatizo mengi yanatokea nchini Tanzania na yanaenda bila kuswalishwa ama kuulizwa maswali, kwa sababu ilivyo katiba ni kama inaruhusu baadhi ya matukio yale kuwa chini ya rais, na kwa hivyo rais anaweza kuchukua hatua zozote as long as anahisi kwamba katiba inampa nafasi kuweza kufanya matukio hayo. Kuna kipindi pia hata Mwalimu Nyerere aliweza kutoa maoni yake akasema kwamba ikiwa taifa litaweza kupata mtu mwenye akili akaweza kuyatumia mamlaka ambayo amepewa rais, anaweza kuongoza taifa vizuri sana. Lakini ikipata mtu ambaye ni kinyume cha hivyo, anaweza kuwatesa sana wananchi. Na katika siku za hivi punde zimekuwa kama ndo hisia ambazo watu wanazipata, na ndio maana kuna wito wa kupunguzwa kwa mamlaka alionayo rais katika katiba mpya ijayo. Na msikilizaji, katiba imempatia rais mamlaka kama haya ambayo nataka nikupeleke moja kwa moja, kisha tuweze kuona kwamba wito huu wa kutaka kupunguzwa kwa mamlaka ya rais ni wito ambao uko sawa ama inakuwa vipi. Kulingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 hasa ibara ya 33 hadi 46, rais ana mamlaka makuu kama haya. Ya kwanza, mamlaka ya utendaji ambayo yapo kwenye ibara ya 30 kifungu cha kwanza, ambayo inasema hivi: rais ndiye mkuu wa nchi na serikali, anatekeleza mamlaka yote ya utendaji kwa niaba ya wananchi. Kwa kifupi ndiye CEO ama ndio afisa mkuu mtendaji wa taifa. Katiba yetu inampa mamlaka makubwa sana rais. Tukipata mtu mwenye maarifa mazuri, anaweza kuipeleka nchi vizuri sana mbele. Kwa sababu ukiwa na executive presidency, akiwa na mtazamo mzuri na mwendo mzuri, ethics zake zimekaa sawa, nchi inaweza kwenda mbali sana. Ukipata mtu wa kinyume cha hivyo, nchi inaweza kuharibika sana. Kwa kama na jambo ambalo mimi nafikiri ni vizuri tukalitazama ni powers of the president, tuzifanye moderation kidogo, kwa sababu inawezekana tukafika mahali ikawa worse. Mimi rai yangu ni hilo tu, kwamba powers za executive presidency tuzirekebishe kidogo ili kuweka moderation. Cha pili, ana mamlaka ya kuteua katika ibara ya 51, 52, 113. Kuteua mawaziri, kuteua waziri mkuu baada ya mashauriano na bunge, kuteua mawaziri na manaibu wa mawaziri, kuteua majaji wa mahakama kuu, rufani, jaji mkuu, kuteua watumishi wakuu, mkuu wa majeshi, IGP, mkurugenzi na tukururu, barozi na makatibu wakuu. Ya tatu,
ni amiri jeshi mkuu na amepata nafasi hiyo kwenye ibara ya 146. Ni mkuu wa majeshi yote ya Tanzania, jeshi la polisi, magereza, na anaweza kutoa amri ya kutuma majeshi ama kutangaza hali ya hatari. Ya 4, mamlaka ya kutunga sheria isiyo ya moja kwa moja, kuwasilisha miswada bungeni kupitia mawaziri ama kupitia waziri mkuu, kusaini au kurudisha miswada ili irekebishwe, kutoa kanuni, tangazo la serikali, amri, lakini lazima iwe ndani ya mfumo wa katiba na sheria za bunge. Ya 5, mamlaka ya kufungua na kuhitimisha bunge katika ibara ya 62. Anaweza kufungua vikao vya bunge ama kulihutubia na kuvihitimisha. 6, msamaha wa kiraisi. Anaweza kumsamehe mtu aliyehukumiwa, kupunguza adhabu au kusitisha kesi kabla ya hukumu, lakini kwa ushauri wa bodi ya msamaha. Kwa hivyo rais ana uwezo wa kusitisha kesi kabla ya hukumu. Mtu aliyetuhumiwa kwa kosa fulani, lakini rais anaweza kusitisha kusikilizwa kwa kesi hiyo baada ya kushauriana na bodi hii ya msamaha. Ya 7, uwasilishaji wa taifa kimataifa. Kwenye ibara ya 33 anatambulisha Tanzania nje, kusaini mikataba, kupokea na kuteua mabalozi. Mipaka muhimu ya rais. Katiba haimpei mamlaka kamili. Ibara ya 24 inasema haki za binadamu haziwezi kunyang'anywa. Ibara ya 4 inasema katiba ndiyo sheria mama. Rais yoyote aliye nje ya katiba, matendo yake ni batili. Kwa hiyo rais ana mamlaka makubwa, lakini mamlaka yake yote yanatoka kwenye katiba na yanaisha pale katiba inaposema. Hapo ndio mwisho. Sasa kuna mamlaka mbili ambazo tena rais anakuwa ako nazo. Mamlaka ya kutangaza hali ya dharura iliyopo kwenye ibara ya 32. Rais anaweza kutangaza hali ya dharura au state of emergency. Masharti yake ni kwamba pale tu kuna uvamizi wa nje, ghasia za ndani au dharura nyingine inayoweza kuvuruga amani, uchumi au maisha ya wananchi. Inazingatia muda. Tangazo lake halifai kuzidi siku 14. Baada ya hapo lazima liwekwe bungeni, lipitishwe na wabunge 2/3. Bunge likikubali, hali ya dharura inaweza kuendelea kwa miezi 6 kwa mara moja. Madhara. Wakati wa dharura, baadhi ya haki za binadamu zinaweza kusitishwa kwa muda, kama haki ya kukusanyika, haki ya kusafiri, lakini haki za msingi kama haki ya kuishi, kutoteswa, haki ya kesi haiwezi kuguswa. Kwa ufupi, anaweza, lakini sio mamlaka yake kamili. Kuna breki kwenye katiba. Kuna mamlaka hii ya kufuta bunge. Rais anaweza kulifuta bunge kabla ya muda wake kuisha miaka 5, lakini lina masharti yake kwamba uzingatie wakati. Anaweza kulifuta bunge wakati wowote, lakini lazima awe rais aliyechaguliwa, siye rais wa muda. Madhara. Bunge likifutwa, uchaguzi mkuu lazima ufanyike ndani ya siku 90. Mawaziri wote wanapoteza viti vyao mara moja pia. Kizuizi.
hawezi kulifuta bunge ndani ya miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu kuisha au baada ya bunge kupiga kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu. Msikilizaji, nafasi hizi ambazo katiba inampatia rais, anakuwa ndiye anateua, kwa mfano viongozi wa mahakama, jaji mkuu ana uwezo wa kuteua watu wa kama hivyo. Ina maana ni rahisi kwa rais kuteua watu ambao wanaweza kumtetea, kuendelesha kile ambacho anahitaji kukifanya. Ikiwa jukumu hili limepeanwa kwa watu wengine ambao hawahusiani na rais, ni rahisi kuchagua mtu ambaye anaweza kufanya kazi hiyo vizuri bila kulalia upande mmoja. Na ndio maana kuna mapendekezo kwamba katika kuitengeneza katiba mpya kuweza kupunguzwa mamlaka ambayo ameyapewa rais, ili kuhakikisha kwamba kila rais ajaye anakuwa anazingatia maslahi ya binadamu kama kitu cha kwanza, na watu hawawezi kuumizwa chini ya katiba mpya. Msikilizaji, hebu achia maoni yako kwenye comment section. Unahisi kipi na kipi kiweze kupunguzwa katika mamlaka alionayo rais, ama unahisi kwamba mamlaka alionayo yapo sawa, yaweze kusalia vile yalivyo sasa hivi? Achia maoni yako kwenye comment section. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na kukusogeshea karibu taarifa kuhusu kinachotokea.